sana utokao kwa Roho Mtakatifu kwa kufanya jambo ambalo kwa asili yake haliwezekani. Yesu alifanya muujiza wa kubadilisha maji kuwa divai. Yohana 2 mstari wa 9 hadi wa 11. Yesu alitembea juu ya maji. Mathayo 14 mstari wa 22 hadi 23. Bahari ya Shamu iligawanyika kwa fimbo ya Musa. Kutoka 14:22. Narudia. Ni uwezo wa juu sana utokao kwa Roho Mtakatifu wa kufanya mambo ambayo kwa asili yake hayawezekani. Mfano, Yesu alifanya muujiza wa kubadilisha maji kuwa divai. Yohana 2 mstari wa 9 hadi wa 11. Yohana 2 mstari wa 9 hadi wa 11. Yesu alitembea juu ya maji. Mathayo 14 mstari wa 22 hadi 23. Bahari ya Shamu iligawanyika kwa fimbo ya Musa. Kutoka 14 mstari wa 22. Sasa kwa sababu ni mabingwa wa maandiko, tunayajua maandiko, tunafahamu sana maandiko, hatutasoma yote. Tutasoma andiko moja, tutaendelea. Kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo yule towashi asimuone. Bwana Yesu asifiwe. Tena basi alikwenda zake akifurahi. Haya maandiko ni mengi, lakini sehemu moja tunaona muujiza ni pale ambapo baada ya kumaliza kubatizwa huyu Malkia wa Kushi, Filipo ananyakuliwa, anatoweshwa bila gari. Hakupata mabawa kama ndege, alifutika tu. Kwa kawaida huu unaitwa muujiza. Maji yaliyobadilishwa kuwa divai bila kuchanganya kemikali zozote, kwa maombi tu, huo unaitwa muujiza. Utajuaje huu ni muujiza? Ni mambo ambayo kwa kawaida hayawezekani tena, lakini kwa uweza wa Mungu yanakuja, yanawezekana. Kama ni mtu, ni kiungo, mfano ni jicho, halioni, yani halioni kabisa, likiombewa likaona, huo sio muujiza, huo ni uponyaji. Muujiza ni kwamba halipo jicho lenyewe, ni shimo. Sasa unaomba linatokea jicho mpya, ndio unaitwa muujiza. Muujiza ni jambo haliwezekani, halipo, lakini linafanywa kuwepo. Fimbo ikapigwa juu ya maji, maji yakagawanyika, pakawa pakavu, watu wakapita na vumbi likaruka. Huu tunaita sasa ni muujiza. Kama mtu anaumwa figo au ana uvimbe, ukamuombea akapona, ule sio muujiza, ule ni uponyaji. Muujiza ni huu: huyu mama kizazi kiling'olewa baada ya kuwa kimepata shida, hana kizazi, anaolewa, anabeba mimba. Hii mimba imebebwaje? Wanampima, wanakuta na kizazi fresh kabisa. Huo unaitwa muujiza. Kuna mtumishi wa Mungu alikuwa anashuhudia, anaitwa Mwalimu wa Kasege. Akawa anashuhudia, anasema yeye alikuwa Arusha, akaita watu waombewe. Watu wengi sana wakaenda pale madhabahuni, jukwani,
Katika kuwaombea, kumbe mmoja akamwambia kila mmoja ashike mahali anapoumwa. Mmoja alikuwa na pengo, hajaoa. Kwa hiyo akasema, mabinti watakao nipenda na hili pengo, na hela sina, sio rahisi. Kwa hiyo mimi nataka niote ili jino lifunge hii pengo. Ndio ilikuwa ombi lake, ila Mwakasege hakujua. Shikeni panapouma, akashika pengo. Ndio akamwambia, mambo yanaendelea. Kwa jino amen. Kila mmoja akagua ilipokuwa anaumwa. Akajikagua, akasikia ana jino. Angalia kwenye kioo, ana jino safi mpya leupe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika kwenda kushuhudia, maana wale ukitendewa unapanda jukwani kusema. Akaenda. Wewe ni nini? Mimi naliona wewe nina tofauti na haya wengine. Hii nimeota leo kwa haya maombi. Huo sasa unaitwa nini? Muujiza. Ni jambo haliwezekani tena. Mungu anafanya liwezekane. Sisi tunatumaini. Sisi tuna nini? Tumaini. Sisi sio kuvunjika moyo. Sisi sio kukata tamaa. Wa mataifa ya kifa wanazika. Yetu hata ya kifa yanaweza kufufuka. Ndio neema tuliyopewa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchungaji alifiwa akiwa yuko anafanya kazi ya Mungu. Sasa badala kuailisha ile semina, akashindwa, akaendelea. Wakamwambia, tunamsubiri baba mtoto tuzike. Akamwambia, mtoto huyo pelekeni mahali tu ambapo anaweza kutunzwa, asizikwe. Wakatunza mpaka semina ikaisha. Akasafiri baba mtu, akafika kwake. Nimpelekeni kwa huyo maiti. Wakampeleka. Maiti ndio huyo, mwanangu, kwa jina la Yesu, haya inuka. Akakainuka mzima mpaka leo yule mtoto wa mchungaji. Huo unaitwa nini? Muujiza. Na akaandika vitabu vingi, akatoa ushuhuda huo, jinsi Mungu alivyofanya jinsi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa faida ya miujiza ni hizi, andika. Moja, inaleta karama ya miujiza, inaleta ukombozi. Inaleta ukombozi. Marko 6:51 nitakusomea kwa haraka hapo kipindi unaandika. Hii ni karama inayoleta ukombozi. Marko 6 nitakusomea mstari wa 51 hapo. Utasikia neno. Nasema hivi. Akapanda mle chomboni, walimo upepo ukakoma. Wakashangaa sana mioyoni mwao, kwa maana hawakufahamu habari za ile mikate, lakini mioyo yao ilikuwa mizito. Nitakueleza. Bwana Yesu asifiwe. Wanafunzi wanataka kuzama majini, mahali ambapo hawana tumaini kabisa. Chombo akiendi, mawimbi ni mengi, kinazama. Wanapiga yowe, wanamuona Yesu anatembea juu ya maji, si ndio? Alipofika akasema, kile chombo kikajikuta kimeshafika kinakokwenda. Ule ni nini? Muujiza ambao umeleta nini? Umekomboa watu waliotaka kuangamia, hawakuangamia tena. Kwa faida ya miujiza inaleta ukombozi. Na ukitaka kwenda kujifunza zaidi, utaenda kujifunza Marko 4:35. Nayo pia inaeleza mambo haya. Hata ukianzia 33 hadi 35. 2, miujiza inaleta riziki. Inaleta riziki. Miujiza inaleta riziki. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 14 mstari wa 15, utaona jinsi miujiza inaleta riziki. Mathayo sura ya 14 ukianzia mstari wa 15, utaona jinsi miujiza inavyoleta riziki. Angalia. Hata kulipokuwa jioni, wanafunzi wake walimwendea wakasema, mahali hapa ni nyika tupu na saa imekwisha pita. Waage makutano waende zao vijiji vyao, wakajinunulie vyakula.
Yesu akawaambia, hawana haja kwenda zao, wapeni ninyi chakula. Akamwambia, hamna kitu hapa ila mikate 5 na samaki 2. Akasema, nileteni hapa. Akawaagiza makutano waketi katika majani. Akaitoa ile mikate 5 na wale samaki 2. Akatazama juu mbinguni, akabariki, akaumega ile mikate, akawapa wanafunzi wakawapa makutano. Wakala wote, wakashiba, wakaokota masazo ya vipande vya mikate vikapu 12 vimejaa. Nao waliokula walikuwa wanaume wapata 5,000 bila wanawake na watoto. Huu ulikuwa ni muujiza unaoleta riziki. Kwa hiyo tunapokosa riziki, tusitazamie tu kwamba Mungu anashindwa. Mungu anaweza kutulisha mahali ambapo kwa kawaida tusingekula. Na ukila mahali hapo, unapomshukuru Mungu, shukuru Mungu kwa muujiza, kwa sababu huo unaitwa muujiza. Yuko mama mmoja alishuhudia hapa mbele. Akasema alikuwa hajala nyama. Akapiga magoti akamwambia Mungu, naomba nyama. Kipindi anapiga magoti anaomba nyama, hana hata 100. Yaani adaga hana, anataka nyama. Sasa tunasema miujiza inaleta riziki. Akatokea mtu akaleta, sio aliagiza au alileta nyama. Anamaliza maombi, nyama ziko ndani, zimeletwa, hakuzifuata, zimeletwa. Huo unaitwa muujiza. Ni mambo ambayo kwa kawaida hayawezekani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ni faida ya nini? Ya muujiza. Ya muujiza. Nitakuonesha hapo. Namba ngapi? Namba 3. Miujiza inaleta uthibitisho wa neno la Mungu. Watu wanalidharau neno, hamna, Yesu sio Mungu, Yesu sio Mungu, Yesu sio mwana wa Mungu, wala Yesu hakufa. Yesu hakufa. Unamwambia kwa jina la Yesu tu, chini mapepo yamepanda. Mbona tuliposema kwa jina la hali hayakupanda? Kumbe Yesu watamuamini kwa njia ya miujiza pia. Kwa miujiza inaleta uthibitisho kwamba neno la Mungu ni kweli. Huwezi kuamini kama ni kweli kama hujatendewa wakati mwingine muujiza. Eti mimi nibandikwe tu mikono na mtu eti nipone. Ugonjwa wenyewe ukimwi. Sasa Mungu anachokifanya, anakuletea ugonjwa. Unazunguka hospitali vinafeli. Alafu naenda kwa watumishi wa Mungu, anaweka mikono, ugonjwa unatoka. Kumbe ni kweli. Muujiza unaleta imani kwamba neno la Mungu ni kweli, unaleta uthibitisho. Ukitaka kwenda kusoma nyumbani ili ujue uthibitisho wa neno la Mungu unaoletwa na miujiza, kasome Wafalme wa kwanza sura ya 17, mstari wa 13 hadi 16. Utakuta Elia hapo. Narudia, Wafalme wa kwanza sura ya 17, mstari wa 13 hadi 16. Lakini pia Mathayo sura ya 14, mstari wa 28 hadi 29. Mathayo 14, 28 hadi 29. Haya yatakuthibitishia jinsi miujiza inavyolithibitisha neno la Mungu kwamba ni kweli. Namba 4. Miujiza inaleta hukumu ya haki ya Mungu. Miujiza inaleta hukumu ya haki. Watu kama wanapata shida kukuhukumu wewe, muujiza unaweza ukaleta hukumu, na hukumu ya miujiza ni ya kweli, sio ya uonevu. Wewe unapoonewa, unaposhtakiwa kwa uongo, mwambie Mungu atende muujiza wa hukumu yake. Mfano, Anania na Safira walifanya vurugu. Miujiza ya Mungu ilifanya hukumu ya kweli na ikawabainisha ya kwamba wameongopa. Bwana Yesu asifiwe. Wafalme wa pili sura ya 5, mstari wa 25 hadi 27. Utakuta hapo mtu mmoja anaitwa Gehazi.
ambaye amekimbia kwenda kutafuta vitu vya Naamani aliyeponywa ukoma na Elisha. Muujiza ukaleta hukumu ya kweli ya haki ya Mungu. Akasema kama mimi ni mwongo utakuwa salama, lakini kama nasema kweli ukoma wa Naamani uje kwako. Akawa mwenye ukoma tangu. Ni muujiza ulioleta hukumu ya Mungu. Baada ya migogoro mingi kuvutana, Mungu anaweza akatenda miujiza ili kuonyesha ukweli ni upi. Bali ndio Mungu wapendwa, kuna Mungu anaitwa Mungu wa Israeli, jina lake Jehova. Huyo ndiye aliyeumba mbingu na nchi. Sisi tunavyojua, sisi tuliumbwa na Baali na dunia hii imeumbwa na Baali. Akasema isiwe tabu. Elisha nani huyo? Ni Elia. Isiwe tabu. Tumuombe Mungu atende muujiza kudhihirisha mambo haya. Ninyi muombeni Mungu wenu nami nitamuomba Mungu wangu. Wakamuomba Mungu wao. Mungu wao katika kumuomba lazima ujikatekate, ujichane damu zitoke ili Mungu asikie. Wakajichana Mungu hakusikia. Ilipofika jioni wakalala wakala. Muujiza hapo. Ikawa ni zamu ya Elia sasa kuonyesha kwamba Mungu wa Israeli, Mungu anaitwa Jehova, ndiye Mungu wa kweli. Na yeye akasema mimi sasa nitakachokifanya kitashangaza. Akaagiza wanyama wachinjwe, wawekwe juu ya kuni, alafu moto hata washa, moto utashuka kutoka mbinguni. Na alipoona jeuri ya wale watu, akaamua kuwadhihaki kwa kuonyesha Mungu wake alivyo na nguvu. Akasema mwageni maji juu ya hii sadaka mapipa 4, ili moto hata kama utakuwa mdogo hautawaka juu ya maji. Wakamwaga maji mapipa 4. Biblia inasema madhabahu yote ikajaa maji, lakini Mungu alitokeza moto ukafyeka yale maji, ukafyeka na ile sadaka ikaungua yote, ikateketea. Watu wakabaki midomo wazi ya kwamba kumbe Jehova ndiye Mungu wa kweli. Kumbe muujiza unaleta hukumu ya kweli ya haki ya Mungu. Watu wanaoshindwa kumuelewa Mungu usipambane nao sana. Mwambie Mungu tena jambo ambalo kwa kawaida haliwezekani, ili wajue ya kwamba wewe ni Mungu mwenye nguvu na ndiwe wa kweli. Napoambia watu Yesu ni kinyaa. Hata mimi nilikuwa napata kinyaa. Bwana Yesu asifiwe. Tulitaka uwe na nguvu nyingi sana za Mungu. Ukeshe na kukesha, uombe na kuomba, ufunge. Na usiangalie fulani mbona hajafunga, mimi kila siku nafunga. Wewe nenda na msalaba wako vile unavyoongozwa na Roho Mtakatifu. Ndipo ile kalama ya nguvu inaanza kutenda. Hazitendi bure bila nguvu za Mungu. Na ndio maana haziko kwa wengi. Kwa nini? Walionazo hawatafuti kiwango kinachohitajika ili zifanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Hivi kama unataka kupika chai, unataka kupika chai, mwingine anataka kupika maharage, moto wake ni sawa sawa. Chai hata manyasi tu unaweza ukaivisha tu na ikaiva, si ndio? Maharage manyasi yanaiva. Kalama ya miujiza ukiwa nayo, mwendo wako sio kama wa wengine. Mifungo yako sio kama ya wengine. Mikesha yako sio kama ya wengine. Na usistaajabu kwa kusema mbona mimi? Nenda na kivile ulivyoambiwa, unavyoongozwa, ulivyowekwa na Mungu. Maana hiyo kalama ikianza kufanya kazi, ina nguvu ya kumdhihirisha Mungu wetu kuliko kalama zingine. Watu wanabaki mdomo wazi kwa dakika moja ikitenda kazi hiyo kalama yako. Na ndio maana maandalizi yake, mifungo ni mingi. Utajitenga na jamii. Wengine wanasema tuende na amani, wewe unaona kama ibada haijakufiti ubaki. Kalama hiyo inakunyemelea. Watu wanapita wanasalimiana kama kawaida, ila wewe unalia. Kwa nini yule yuko vile? Kwa nini yule yuko vile? So ndugu yako wala hana mpango wala hakujui, ila ukipishana naye tu ndani panalia. Huyu Mungu angemtendea jamani, huyu Mungu angemtendea jamani.
Ukisikia roho hiyo inakuandama, wewe una kalama ya matendo ya miujiza inakunyemelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia kuugua hata kama sio ndugu yako, wewe una kalama hiyo. Ichochee. Unaichocheaje? Maombi. Mwambie Mungu idhihirishe, nataka watu waponywe, watu watendewe miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bahati mbaya ya kalama hii iko hapa. Ukishakuwa na kalama ya matendo ya miujiza, watu wagonjwa huwa wanakufuata. Maana watu kutofautisha kati ya magonjwa na miujiza ni ngumu kwa watu wengi. Watu wanajua miujiza ndio uponyaji. Sasa tahadhari iko hapa. Ukiwa una karama moja ya matendo ya miujiza, unapaswa kujitambua, mimi nina karama gani? Kwa maana watakuja watu, mimi naumwa kichwa, utamuombea haponi. Mimi naumwa tumbo, utamuombea haponi. Mimi sijui kisukari, utaomba haponi. Mimi ukimwi, utaomba haponi. Kisha utaanza kurudi nyuma, mimi naona Mungu siku hizi anipumi. Elewa, miujiza sio uponyaji. Kuna wanaopewa miujiza na uponyaji pia, lakini kuna wanaopewa miujiza tu. Ukishajua haitakusumbua. Unaumwaje? Amen, njoo tumuombe huyu. Unajua kalama hii anayo yule, inatenda kazi kwa yule. Wewe ni nini? Yani nilipata mimba, wakaniambia nina kiuvimbe kwenye mfuko wa uzazi. Wakasema sasa ni kansa, bora tu watoe kizazi. Nikasema toeni kuliko nife. Wakatoa. Nikaa sina kizazi, sasa nimepata mchumba. Sasa najiuliza niolewe, nikiolewa kweli tazaa? Wewe mwenye matendo ya miujiza unasikia ndani panalia, ndani panaugua, ujue sasa tenda yako imefika. Wewe ndio wa kutenda haya. Ukinipelekea uponyaji, ataomba hamna jibu, ila matendo ya miujiza ndio yanayohitajika hapo. Naambia utaolewa na utazaa. Hebu tuombe Mungu alafu uende hospitali. Baba, katika jina la Yesu, nashukuru kwa sababu wewe ni muumbaji. Ziko spare zimebaki mbinguni kwa ajili ya uumbaji. Sasa spare moja ilete kwa huyu bwana apate kizazi tena kwa jina la Yesu. Apime. Anaenda kupima, anaambiwa una kizazi safi tena, yani ukikaribia mwanaume mimba. Anaolewa na anazaa. Huo unaitwa muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Umeelewa tofauti ya muujiza na uponyaji? Kwa nini nasema uelewe? Unaweza ukawa na miujiza ukajizalau kwa sababu wanaokufuata wengi wanataka kuponywa. Ukadhani mbona sasa uponyaji na miujiza ni vitu viwili tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kalama inayostaajabisha sana ni miujiza. Kalama inayoondoa kiburi cha Waislamu, miujiza. Muislamu akubali kubatizwa, miujiza. Ni nani kati yetu anasikia ndani anaugua anapoona mtu ana jambo lisilowezekana kabisa? Mtu amekufa, kufa kwenyewe wamelogwa, unatamani hata asizikwe, ndani panaugua mpaka kama vile una vidonda vya tumbo. Unatamani ungeenda pale ukaomba tu afufuke, mbona amelogwa? Una hali hiyo ni nani? Nani ana hali hiyo? Huwa inamtokea. Ukisikia hali hiyo, una karama hiyo. Kwa wewe uliyenyosha mikono, endelea kudai, mwambie Mungu, hawa ambao nikiwaona nasikia waguswe na mkono wako, waguse. Lia siku nyingine, lia siku nyingine. Kuna saa watakuja watu wa design hiyo hiyo na wataguswa kweli, na watu watasema kumbe Mungu. Ila ukinyamaza nayo, ile hali ukisikia ukimwona yule hautamani awe vile, ila hutaki kuomba, hutaki kufunga, umenyamaza nayo, ile kalama inakufa. Watu wanazidi kumdhihaki Mungu kana kwamba Mungu hana nguvu. Mbona tumempeleka hata pale ameshindwa kumuomba? Sio nilikuwa nasema anapona, mbona ameingia hata pale? Kumbe pale kuna karama ambayo mtu mwenyewe ni mpoyoyo, hataki kutafuta uso wa Mungu. Kwa Mungu anazalaulika kwa ujumla.
Kanisa linazalaulika kwa ujumla kwa sababu ya mtu mmoja. Heshima kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi hapo nataka kuhama. Naenda kwenye karama za uponyaji. Karama za uponyaji ndio jina lake. Sio ni nyingi. Miujiza ni kalama moja ya miujiza. Lakini uponyaji ni kalama za uponyaji kwa sababu ni nyingi. Kalama za uponyaji ndio zinaitwa, maana sio moja. Zinaitwa kalama za uponyaji. Ni uwezo wa juu sana utokao kwa Roho Mtakatifu, unaoonesha nguvu za Mungu katika kuponya magonjwa. Tuzingatie kuwa kalama hizi huponya magonjwa mbalimbali bila kusaidiwa na waganga wala dawa yoyote. Mfano, mtu aliyekuwa mgonjwa zaidi ya miaka 40, aliyekuwa amezaliwa kiwete, aliweza kutembea. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 16. Utakuta kiwete kwenye mlango mzuri anainuliwa na kutembea. Ule ni uponyaji. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 22 mkato 29 hadi 30, utakuta pale uponyaji mwingine. Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 33 hadi 35, pale utakuta uponyaji tena, ambao uponyaji wote huu hakuna kidonge mtu alikunywa wala daktari aliyehusika. Tunasema huo ni uponyaji kama karama za Roho Mtakatifu. Hizi kalama za uponyaji, wapendwa, ni nyingi sana. Kila kama unavyoona magonjwa yalivyo mengi sana, na kalama hizi ni nyingi sana. Na kwa bahati mbaya au nzuri, Mungu huwa mara nyingine hakupi zote kalama hizi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kupewa kalama ya kuponya magonjwa 10. Mwingine akapewa kalama za kuponya magonjwa 100. Mwingine akapewa kalama za kuponya magonjwa 500. Mwingine akapewa kalama ya kuponya magonjwa 10. Mwingine magonjwa 3. Sasa tofauti iko hapa. Huyu utamuombea, wewe unaumwa nini? Figo, zimefeli. Wameniambia madaktari, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, naamuru uponyaji ulioachiliwa msalabani uwe juu yako sasa. Nenda kapima. Kwanza unajisikiaje? Sisikii tena maumivu. Inama. Anainama. Inuka. Nilikuwa siwezi hata kuinama. Sasa kama imani yako haba, nenda kapime uone. Jamani, wameniambia figo hazina shida tena. Anakuja mwingine. Mwingine yeye ni hapa, ugali haupiti. Nimeambiwa pana kansa ya koo. Bandika mikono. Baba, uliachilia uponyaji msalabani, naomba mtu huyu apone. Amepona. Unameza ugali na meza. Anakuja mwingine, vidonda vya tumbo. Baba, uliachilia muujiza. Nenda kapi, vipo. Wameniambia bado vipo. Ukila ugali, unachoma. Unajua kansa alipona. Kalili magonjwa ambayo mara nyingi ukiwaombea wa jinsi hiyo wanapona. Una kalama hizo. Na hizi ambao ukiwaombea wapone, usipambane sana. Tafuta wenye kalama hizo. Na ndio maana kuna kusaidiana katika mwili wa Kristo. Huyu unamwombea, unamsikiliza sasa mzee Soteli, njoo muombe huyu. Na wewe so nini? Kalama za uponyaji sio moja. Kwamba ukishapewa kila ugonjwa amepona. Hapana. Unapewa kuponya magonjwa kiasi, na mwingine ili tufaidiane. Ukijua hilo pia utajua. Mfano mimi, wa ukimwi waliopona kwa mikono yangu wanafika 6. Wapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna ambao niliwaombea magonjwa hawakupona.
Nimeenda huko kwa Bibi Chilongwe huko Kinondoni, nikakuta mzee pale. Mzee ana magonjwa karibu yote. Nilivyoomba tezi dume ilipona na wakatoa mpira. Bwana Yesu asifiwe. Baadhi ya magonjwa yalibaki, lakini tezi dume na mpira walitoa yule mzee. Nikamwambia nitakuja tena na hayo mengine yatapona kwa uwezo. Sasa ikumbukwe pia kwamba kama huyo mtu ana magonjwa mfululizo 10, 5, yote yako kwake, alafu kuna uhaba wa watendakazi, wewe uliyepewa kalamu ya kuponya ugonjwa mmoja wao katika ile, Mungu anaweza kukutumia kwa mpango huo kukaponya yote kwa sababu ya uhaba wa watendakazi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe una shida gani kubwa? Ukimwi na vidonda vya tumbo, lakini pia na figo imefeli. Umenisikia? Matatu. Wewe ukiomba ukimwi huo unapona, ukimuombea huo ukimwi na figo na yale mengine yote Mungu anafika. Hafiki kwa sababu kalama hizo unazo, uhaba wa watendakazi na imani ya yule mtu inaweza ikazua karama zile ambazo huna zikatenda kazi kwa sababu ya uhitaji ulioko hapo. Ndio maana mwinjilisti anapoenda kwenye nyumba ya mtu, hodi, karibu. Nimewakuta wenyeji, ndio sisi. Naomba kuzungumza, ni mimi ni mtumishi wa Mungu, nimetoka pale atoki. Unataka kuzungumza nini? Nataka tuzungumze habari njema japo dakika 10 kama mtanikubalia. Karibu, wewe ongea tu, neno la Mungu alipingwi, unakaa. Tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, hao ni watu wako, uliwaomba mwenyewe hivi na hivi umemaliza. Sasa unaanza kuongea. Haya unaotuambia kwa kweli sisi ni Waislamu, lakini ndani tuna mama yetu hatoki ndani, yani ameparalyze tangu mwaka jana. Naweza kumuombea. Ni ruksa, unaweza kumuombea tu, hamna shida. Mwinjilisti ana uwezo wa kwenda kaomba hata kama hana hizo kalama kanisani hamzioni, lakini kule kwenye uhitaji Mungu anaibua, inatenda kazi. Na ndio maana tunapokuwa tunatembea na kalama hizi huwa hatuwaki mipaka labda kanisani kwenye kalama nyingi. Lakini tukiwa nje huwa hatusemi wewe unaumwa nini? Mimi naumwa figo. Wewe sio kalama yangu. Wewe sijui. Tunaombea wote kwa sababu palipo na uhitaji huwa Mungu anatenda vyote. Ukirudi kwenye mwili wa Kristo, kuna uwezekano yale uliyoyaponya kule huko yasitendeke kwa sababu kuna wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kalama hizi za uponyaji kwa kuwa ni nyingi, zipo kwa kadiri. Wewe tafuta. Ni hasa ugonjwa gani ukisikia kwa watu moyo unatetema kwamba apone huyu. Na magonjwa mengine ukisikia kama vile haustuki. Yale unayostuka, jaribu kuwa unakwenda kuombea. Bwana Yesu asifiwe. Sema nikwambia, kwaya sio wito. Hamna mtu anayeitwa kuimba kwaya. Watu wakaanza kununa. Usinune, hakuna wito wa kwaya, haupo. Usije ukaimba kwaya ukasema niko namtumikia Mungu kwenye kwaya. Kwaya inakusanya waimbaji. Wito ni kuimba, waimbaji ni wito. Kwaya sio wito. Mwimbaji huyu na mwimbaji huyu na mwimbaji huyu wakiimba pamoja inaitwa kwaya. Lakini hawa waimbaji katika kwaya, kila mmoja ana spidi zake katika uimbaji aliyoitiwa. Hivi mnanielewa? Usikae tu wewe ukaona apelekwa na kwaya tu unarudi unakaa. Wewe ni nini? Mimi muimba kwaya? Hapana. Hakunaga wito wa kuimba kwaya. Wito Mungu anakuita kuimba. Piga mbio katika kuimba na yule apige mbio katika kuimba, yule apige mbio katika kuimba. Mnapokutana pamoja ni wana kwaya. Kiachana kila mmoja anaenda kuimba kwa spidi zake anazojaliwa na Roho Mtakatifu. Ila mtu akikaa karama ili akakaa kabisa akasema mimi kipawa cha kuimba hataki kukifanyia kazi, yeye anasubiri kwaya ikiimba aende. Asidhani kwamba kwaya ni wito. Hivi mnanielewa? Amen. Kwaya si wito. Kwaya ni muunganiko wa walioitwa kuimba. Waimbaji wakiunganika ndio inaitwa kwaya.
Usisahau uimbaji wa kwaya. Ukasema mimi na mtumiki, mimi mwana kwaya. Ukumbuke pia kwamba karama hii nje ya kwaya, mimi mwenyewe nina kipawa cha kuimba kinachotakiwa kimzalie Mungu matunda nje ya kwaya. Ndio hapo spidi zinaanza. Watu wanaimba, watu wanatunga, hadi wanaweka kwenye CD. Ni spidi ya uimbaji ndio ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa andika hivi, uponyaji unaleta mambo yafuatayo. Tumaini jipya. Mtu alikata tamaa, mtu alivunjika moyo, amekaa ndani miaka mingi, sasa anapata tumaini jipya. Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 39. Sura ya 5 ya 9:35. Utaona hapo tumaini jipya linatokea baada ya mtu ponyo. Mstari wa 35 Matendo ya Mitume sura ya 9. Na watu wote waliokaa Lida na Shaloni wakamuona, wakamgeukia Bwana. Ponyaji. Kwa hiyo unataka kuona tumaini jipya, tuombe Mungu atupe karama za uponyaji. Zinaponya. Ukisema Mungu mponye, shetani hamwachii, kwa maana anajua hujui mamlaka yako. Hatuombi, tunaamuru. Kama ni ugonjwa, hatuombi Mungu aponye, tunaamuru ugonjwa uache. Tofauti ya kuomba na kuamuru. Tunaamuru kwa vile Mungu amekwisha fanya, ametupa sisi, tunaamuru viache. Vile tunavyoomba ni vile hatujapewa, ndio tunaomba kwa Mungu. Lakini kuponywa kwa mtu, hatuseme Mungu mponye, tunasema katika jina la Yesu naamuru wewe ugonjwa muachie mtu huyu awe mzima kwa jina la Yesu. Ni lazima maana yake. Ukiomba ukasema pepo naomba utoke, wewe ugonjwa kwa jina la Yesu naomba utoke, Mungu mponye mtu huyu, pepo likisikia halitoki, wala hakuna mamlaka itatenda kazi ya kulitoa. Hiyo ni jambo la kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa ukuaji wa kiroho, sema ukuaji wa kiroho. Wachanga hawatanielewa, lakini waliokuwa mtanielewa kiroho. Kwa ukuaji wa kiroho iko hivyo. Hata kumwambia mtu na kuponya kwa jina la Yesu ni sawa. Umenielewa? Shida iko hapa. Moyoni mwako ukijipa utukufu kana kwamba ni wewe, ushagombana na Mungu moja kwa moja. Na huo ugomvi wake wengi huwa hawasa, ni ngumu kurudiana tena. Arudia. Kumwombea mtu kwa kusema na kuponya inawezekana na akapona. Lakini ukibeba utukufu kana kwamba ni wewe uliyemponya kwa nguvu zako, ugomvi huo mara nyingi ni ngumu sana kuja kupatana naye tena. Katika dhambi ambazo toba yake ni ya gharama kubwa ni mbili. Moja, kuchukua utukufu. Mbili, uzinzi. Hizi dhambi mbili toba yake ina gharama ya ajabu, na wengi huwa wanaishia kuangamia, hawasamehewi tena. Kwa sababu gharama ya ile toba huwezi kuilipa. Uzinzi na kuchukua utukufu wa Mungu ni dhambi ambazo sio katika jina la Yesu amen ukasamehewa. Ina gharama kubwa sana. Ilimgharimu Daudi. Kwanza Mungu alichokifanya, kile kitoto kilichozaliwa katika uzinzi akakiua. Na akajua imeishia hapo, akafunga 7 kavu. Mungu akusikia. Tunasoma kitabu hiki kimeandikwa Zaburi. Ndio. Kitabu cha Zaburi chanzo cha kuandikwa ni toba ya Daudi. Analia kwa Mungu yamkini arudishwe. Zaburi ina sura ngapi?
Hakuna kitabu kwenye Biblia kina sura nyingi kama Zaburi. Ni kilio cha Daudi kilichokuwa hakisikilizwi hata kidogo. Kwa kosa moja, uzinzi, ni gharama toba yake. Ukijidanganya kwamba ulisamehewa ukatenda uzinzi na useme ndani ya kanisa, subiri jehanamu ya moto kama hutajua maana ya toba ya uzinzi. Bwana Yesu asifiwe. Ni dhambi ambayo inatendeka ndani ya mwili wa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni karama za nini wapenzi? Uponyaji. Haya, nimesema inafunua nini? Inathibitisha neno la Mungu, si ndio? Kanisa ni mwili wa Yesu. Tunapofundisha mwili wa Yesu, kuna mtu unasikia ndani kama ndo wewe. Kula sana, ni siku yako. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe mwepesi wa kuuliza. Karibu. Ni sawa. Umeelewa? Tofauti iko hapa. Sema nendeni. Nendeni. Sema nendeni. Nendeni. Mkawaponye wagonjwa. Mkawaponye wagonjwa. Mkafufue wafu. Mkafufue. Mkatakase wakoma. Mkatakase wakoma. Mmepewa bure. Mmepewa bure. Wewe umepewa kuwaombea watu wapone, umepewa wewe. So Mungu amekupa wewe ndio uponye, si ndio? Ugomvi wa Mungu uko hapa. Ni mimi kwa nguvu zangu. Ni mimi ndio shida. Shida sio maneno kutamka kwa imani na kugusa upone. Hiyo sio shida. Shida iko hapa. Baada ya kumgusa kwa hiyo imani yako akapona, utukufu unampa wewe au unampa Mungu? Na unapowashuhudia watu unawaambia nisingekuwa mimi kingekufa kile, au unawaambia asingekuwa Mungu angekufa. Tofauti iko hapo. Unapoona ukatembeza sasa hivi unaendeleaje? Mzima naona umenisahau sasa. Maana ungekuwa umekufa bila mimi siku ile naona sasa hivi hata hela unipi sasa wewe utagombana na Mungu. Shida sio maneno unayotumia kumuombea. Shida ukishamaliza kumuombea ukajiona ni wewe, ndio shida. Bwana Yesu asifiwe. Tena kwa wale wanazuoni wa kibiblia waliofanya utafiti wa kimaandiko, na mimi nikiwemo. Mimi ni mwanazuoni ambaye sina cheti cha serikali, sawa? Na cheti cha mbinguni, mnanielewa? Nilipofanya utafiti na mimi nilienda Kigamboni. Nikakuta mama mmoja anaumwa. Kuumwa kwenyewe hatembei. Unampeleka toileti, unamrudisha, unamuogesha, unamlisha. Hawezi kuinua mgongo wala mkono wala niliko tu hivi. Haja paralyze, wala sio kwamba ukimfinya anaumia, yupo lakini hatembei, hagusi. Ugonjwa wake, viungo vyote vimekataa. Lakini sio kuparalyze. Ila kusema nyoshe mkono hivi hawezi. Nikaenda. Wakasema amemzungusha amekunywa madawa, ameenda wapi wameshindwa. Sasa amemleta pale asubiri kufa. Afie mahali pazuri penye hela wamzike salama. Maana hospitali zimekataa, Muhimbili wamepeleka. Nikaenda. Kufika pale nikasema alikuwa anaitwa nani yule? Jina nasahau kidogo. Jina tu nzuri tu lake kike. Wewe fulani, nikasema kwa jina la Yesu ninakuponya. Uwe mzima kwa jina la Yesu ninakuponya. Ile nyumba wote wakastuka, baba alistuka, mama alikaniangalia usoni. Walokole. Ndivyo nilivyoomba. Ninakuponya kwa jina la Yesu, uwe mzima tangu sasa. Mimi ninakuponya kwa jina la Yesu. Na nilikuwa nashindana njiani. Roho inaniambia ukifika pale ponya. Nyingine inaniambia hicho ni kiburi. Ninatakiwa nimwambie Mungu ndo aponye. Ponya, natakiwa nimwambie Mungu ndo aponye. Nilipofika pale akasema hapana, huyu Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu nakuponya. Yule mama alisimama,
Yule mama alitembea hadi mlangoni, akarudi akakaa, ila akasema nachoka sana. Amechoka sana. Ila amesimama akatembea hadi mlangoni na kurudi, ila akachoka sana. Nikaondoka. Kesho yake wakanipigia simu, mtumishi wa Mungu, hata usije, mama ametoka mwenyewe kwenda toilet. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nakuja. Mwanazuoni wa Biblia, mwanazuoni wa mbinguni ambaye ni mimi, nasema hivi, ukitumia neno kuponya, ni haraka uponyaji kufika kuliko ukitumia neno Mungu akuguse, mimi naamuru, sijui mkono wa Mungu. Ni maneno ambayo yanachelewa kuleta uponyaji kuliko neno la neno ponya. Moja kwa moja ukitumia neno naku ponya, linafanya kazi haraka. Lakini ugomvi wake, ukishatoka pale na mabega juu kwamba nimemponya mimi, ukasahau ni uwezo umepewa, samaha yake nimekwambia ni kuchukua utukufu wa Mungu. Msamaha wake sio rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Ni rahisi Mungu kuachana na wewe moja kwa moja, kalama hiyo hutaiona tena. Watu watajia, utaona hakuna. Lakini neno hilo, nendeni mkawaponye wagonjwa, mkafufue wafu, halijaandikwa kama tafsiri ya Kiswahili. Ndivyo lilivyo hata kwa Kiebrania, ni hivyo. Tumepewa mamlaka ya kuzikanyaga nge na nyoka, ni pamoja na magonjwa na nguvu zote za yule mwovu, wala hakuna cha kutushinda sisi. Kwa tukiombea mtu apone kwa kumwambia na kuponya, hali unajua uponyaji ni katika jina la Yesu, na utukufu akachukua Yesu, si shida. Shida ni kubeba utukufu wa Mungu. Wewe unasemaje? Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna eneo moja labda mimi nisaidike pengine na kanisa kwa ujumla. Kwa mfano, mwalimu mwingine anaweza kama kutumwa sana kufundisha semina. Yaani asifanye chochote katika kuomba kwa habari ya uhitaji. Tukafanya utumishi ule na semina ikaisha. Mwisho wa siku analetoa kwa mfano bahasha, mtumishi wa Mungu pia hapa nauli kuishi. Sio kwamba je, apokee ni sawa au awabie mimi sina uhitaji. Yaani wakati mwingine wanatumia sura kama hizo kwamba watangazaji kama watapelekwa. Sasa ikiwa kama hivyo labda tuwafanyeje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hilo ni rahisi tu. Ndio jamani. Hilo lenyewe ni rahisi tu. Unajua kila kitu tunaenda na Roho Mtakatifu, si ndio? Hivyo. Hilo halina hata nani. Hilo ni rahisi kwamba kwa Roho Mtakatifu amekwambia nini? Hivyo tu. Alikwambia pokea. Alikwambia kataa. Alikwambia chukua fulani. Alikwambia hiyo hela hivyo ilivyo nimeipokea. Iende moja kwa moja kanunue mapambo ya madhabahu. Nimeona madhabahu yenu iko uchi. Una uwezo wa kuiamuru Roho Mtakatifu. Msikilize muda huu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu kama ni nauli, kwa nini walikutumia ya kwenda? Kwa nini ya kurudi wakupe wao? Wangekuwa wamekutumia na ya kwenda, tungesema basi na ya kurudi wakupe. Lakini ya kwenda umeenda kwa uweza wa Mungu, basi utarudi na uweza wa Mungu. Kwa hiyo tofauti ni kwamba tusikatae tu kwa kukalili kwamba tumeambiwa. Roho Mtakatifu muda huo atashuhudia ndani ya roho yako cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini fundisho la jumla kwa watu tunawaambia usipokee pesa hiyo.